Tunamshukuru Mungu anayetuleta katika ibada ya kwanza ya mwaka. Amekulinda wewe na amenilinda mimi, na kwa njia ile tushangilie utukufu wake katika maisha yetu. Bwana apewe sifa siku zote. Amina. Hii dimanche ya kwanza, ibada ya kwanza ilikuwa jeudi, lakini leo ni dimanche ya kwanza ya mwaka. Ninataka ufahamu neno hili ambalo litakuwa wazo la siku ya leo na ambalo tumeliongelea juma mzima. Siku 14 tulikusanyika hapa na kanisa lote tufanye maombi ya kuanza mwaka na maombi ya kumaliza mwaka. Leo tulikuwa tunazungumzia juma mbili zote ilikuwa ni ulizo iliyokuwa adrese kwa kanisa nzima kwa mwanzo wa mwaka na kwa mwisho wa mwaka jana. Tulikuwa tunaulizana ni nini itatutenga na upendo wa Mungu. Ndilo lilikuwa ulizo na tulipata majibu mengi sana. 14 jours tulizipata, na leo tunafanya tu conclusion ya mambo tuliyoyasema. Bwana Yesu asifiwe. Nini itatutenga na upendo wa Mungu? Inaandikwa vile, tukisoma Waroma sura 8 tukianzia kwa verse ya 28 mpaka 39 tutapata habari zile. Barua kwa Waroma sura 8 verse ya 28 tunaanzia pale. Inaandikwa ikisema, na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu, kwa wale walioitwa kwa kusudi lake, kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani aliwachagua tangu zamani wafananishwe na sura ya Mungu wake, ya mwana wake tafadhali, ili awe mzaliwa wa kwanza katika ya ndugu wengi. Na wale ambao aliwachagua tangu zamani akawaita vile vile, na wale ambao aliwaita akawahesabia haki, na wale ambao aliwahesabia haki akawatukuza vile vile. Basi tutasema nini juu ya maneno haya? Kama Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyeachilia mwana wake, lakini alimtoa kwa ajili yetu yote, namna gani atakosa kutuletea vitu vyote pamoja naye? Ni nani atakaye shitaki wachaguliwa wa Mungu? Mungu ambaye anawahesabia haki. Ni nani anayehukumu? Ndiye Kristo aliyekufa, ndiyo zaidi amefufuka, naye yuko kwa mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anatuombea. Ni nani ambaye atatutenga na mapendo ya Kristo? Mateso au taabu au fukuzo au njaa au tupu au hatari au upanga, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa sababu yako tunauawa mchana wote, tunahesabiwa kuwa kondoo za kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa njia ya mwenye kutupenda. Kwa maana nimejua kabisa ya kama wala mauti wala uzima wala malaika wala mamlaka wala wenye uwezo wala maneno ya sasa wala maneno yatakayokuja
wala kiumbe chochote kingine hakitaweza kututenga na mapendo ya Mungu yaliyo ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu.